ukatoile katika Jumapili hii ya mwisho ya mwaka wa 2025. Ase Jumapili yo mwele ya 2025. Mungu ametutoa mbali. Nyasaye utorusiria tambe. Mungu ametutoa mbali. Nyasaye utorusiria tambe. Bwana Yesu asifiwe. Amanene sana. Kila mmoja anakumbuka mahali alikuwa. Kero yomora bakonyera sare ngi. Mahali alipo sasa. Na sare bona iga. Na mahali jinsi ambavyo anaendelea. Nende bunagenderete. Kwa hivyo Mungu anatupenda. Nyasaye natuachete. Na ndio maana siku ya leo tena ametupa nafasi. Nende na kirera toile libaga. Na mimi ninamshukuru Mungu amenipa kibali. Nende ngotonye Nyasaye kiagera ngiro mwancherwa. Kusimama mbele yenu tena. Wote na bosimwe kanisa naende. Katika Jumapili hii ya mwisho ya mwaka. Ase Jumapili yo mweli yo mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tuende kusoma neno la Mungu. Tukatusome neno la Nyasaye Kutoka kitabu cha Ayubu. Ase kitabu cha Ayubu 14 14 mstari wa 7 mpaka wa 9. Wansera mstari wa 7 isa na rebere mpaka kianda. Nitasoma katika jina la Yesu. Gasoma siri la Yesu. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Ijapokuwa mizizi yake utakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu uketie mahali pa juu sana palipoinuka, ninasema asante tena kwa sababu ya mchana huu. Asante kwa neno hili ambalo tumeweza kulisoma sasa. Tunapoenda kusikiliza neno hili, ninaomba ya kwamba uwe pamoja nasi. Roho yako Mtakatifu ndiye mwalimu na ndiye kiongozi wetu, akaweze kutufundisha na akaweze kutufafanulia ili kwamba tukaweze kuelewa neno lako. Asante kwa maana nami pia mtumishi wako utanitumia kama chombo chako ili ujumbe wako uweze kufika kwa watu wote. Asante kwa maana utakuwa pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Somo la siku ya leo. Ogosoma kweli tukolia lero. Utaandika Nigokolika. Bado kuna matumaini. Ama tumaini naro. Bado kuna matumaini. Ama tumaini naro. Ogosemelia nkoro. Bado kuna matumaini. Ogosemelia nkoro. Bado liko tumaini tena. Ogosemelia nkoro roro naende. Kwa nini tunasema liko tumaini? Hiki keko kinatoka tebo ogosemelia nkoro. Jinsi ambavyo tumesoma hii message yetu ya siku ya leo. Una twasomile asili tukolia lero. Kwamba kuna tumaini tena. Una ogosemelia nkoro naende. Kuna tumaini katika mti uliokatwa. Ogosemelia nkoro asomo tolio na chirwe. Mti uliokatwa Omoto na chirwe unaweza kuchipuka tena. Nende no soke naende. Unaweza kustawi tena. Nobe naende. Mti uliokatwa Omoto na chirwe unafananishwa na maisha ya mwanadamu. Nigo bweka nigo bagima bwa mwanyabantu. Mti uliokatwa Omoto na chirwe unafananisha na maisha ya Mkristo. Nigo bweka nigo bagima bwa Mkristo. Maisha ya Mkristo yanaweza kukatwa kwa namna tofauti tofauti. Bagima bwa Mkristo na bwa wako na chwa asenzira kwa sababu tuko na changamoto mbalimbali katika ulimwengu huu. Asengencho ndobwa kama kwa somo ni mapese. Kwa hivyo maisha yetu yanaweza kukatwa kwa namna tofauti tofauti. Na bagima bwito bora na chwe asenzira lakini yapo matumaini ya kuchipuka tena. Lakini ogosemelia korone ende wopo amanaende. Ingawa upitie changamoto
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la leo, kanisa ya bono ndio ambalo linafananishwa na huu mti. Nero ya wekaniwe Umesema huu mti ndio maisha yetu ya Ukristo. Omotoyo ndoro ni mwetu wa Kristo. Sasa unaweza katwa kwa namna tofauti. Na boko na chua asentera au. Unaweza kama ni mtoto, mzazi mtoto wake anaweza kumkataa. Na bekonyalekana unalomwebole omwana wakwange. Sasa mtoto akikataa mzazi, sijui mzazi anakuaje, yani anajisikiaje? Timanye tiakero mwebole mwana ngiro mwebole na kio mwebole yako ibwa. Kwa sababu kama ni mama, wasemuna mama amebeba mtoto huyo tumboni mwake miezi 9. Obogo ile mwana oyo amepitia changamoto nyingi katika kubeba huyo mtoto. Obogo ile mwana yesemetinyikiana ndio tiro bako. Bado imefika wakati wa kujifungua. Oikirenga kiyoko nyoro mwana. Amezaa kwa uchungu. Omanyo alira soboro na machozi mengi. Na malika mangi. Na shida nyingi. Na bakongo bonge. Na bado akavumilia akamlea huyu mtoto. Nenda kalemelia akamarero mwana huyu. Akapitia changamoto nyingi. Akaitira bakongo bonge. Yawezekana hata baba wa mtoto alimkataa huyo mtoto. Na mimi kwenye kaneno mwana naweza toa hapo mwana akamwanga. Lakini huyu mtoto mama alilea huyu mtoto kwa bidii sana. Lakini ngina pamogerase okomomokia mwana. Mpaka akawa mkubwa kabisa. Ndio hilo mwana. Halafu ifikie wakati huo ako mkubwa namna hiyo. Ndio mwenye wekenga kilia hilo mwana. Halafu huyu mtoto akatae yule mama. Ndio mwenye kuanga mama mwa. Ni picha gani itakuwa mahali pale? Ngikera rekana hapo. Yule mama atajisikia namna gani? Kimama mwa bare. Na yamkini alikuwa ni mtoto huyo mmoja peke yake. Ndio nyara kaneno mwana nero yibeka. Yule mama atakuwa namna gani? Na kiwe mongino uliara nyara kwa iwo. Hawa nina tupo. Abanyina mara. Itakuwaje kama ingekuwa ni wewe? Era na kera isa kabana naye. Haikui vizuri. Zaidi kwa babunya. Lakini katika hiyo hali ya kutokuwa vizuri, asentere hiyo kutakaba bunya. Biwa bado tumaini lipo. Kote mwenendo semelia koro. Awa semelia koro. Hata kama mtoto akukatae. Omwana na kwanga. Wewe simama tu na huyu Mungu. Tenena na Nyasaye. Hata Mungu atakumbusha yule mtoto mahali ametoka. Nyasaye ndio mwana ule asarure. Na bado yule mtoto atarudi apige magoti kwako. Omwana ule nenda be kama ruwa sore. Bwana Yesu asifiwe. Omwana ndiye saba. Kwa sababu Mungu ni Mungu na si mwanadamu. Ikiagana Nyasaye ndio mwana wako. Alilolisema Mungu lazima litimie. Ndio kualele mpaka likira. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo jinsi ambavyo tumesoma Mnatoa somile. kwamba mti ukikatwa unaweza kuchipuka tena. Mdomo tekona chile nende no mbele. Na huu mti tumesema unafananishwa na maisha yetu ya Wakristo. Roho toyo wikani wowe mawetu. Sasa sijui wewe ni mti uliokatwa kwa staili gani? Ayatimanye tina kikwana chiru. Kuna miti inakatwa na panga. Omo tunoro kora chunomo. Na yawezekana hiyo panga saa nyingine inakuwa butu. Nene na bera nyale ne beti yuo ni yoro mutu. Ile panga ambayo haijashapeniwa. Omoro yotora bekwetu. Huo mti utakatwa kwa muda mrefu kwa sababu hata ile panga yenyewe haikati vizuri. Omo toyo ni gora na chwe asinga kichini tabe asenye choma omoro tikona tabia. Sijui wewe kama umekatwa na ule msumeno. Ayatimanye tikosema masumero kuna chini. Ule msumeno unakukata polepole lakini kwa maumivu sana. Omo sumero na boko na changana mara lakini uko iwa boro rondo. Sijui kama umekatwa na ile mashine sijui inaitwa namna gani. Ayose kwa na chino ne masini Ile yene. mashine inafanya mara moja mti chini. Power so. Sasa wewe umekatwa na mtu wa namna gani? Ayana kikwana chirukosi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo katika haya maisha ya Mkristo, Asomo ni maboma Kristo. kila mmoja wetu anakatwa kwa namna mbalimbali. Abakonyo wanakuwa na chiwa sentire ya goseri. Unaweza kukatwa mke wako amekukataa. Abakonyo woromo punguo okwangi. Unaweza kukatwa mtoto wako amekukataa. Abakonyo woromo okwangi. Unaweza kukatwa mzazi wako amekukataa. Abakonyo woromo ibali okwangi. Unaweza kukatwa jirani yako amekukataa. Abakonyo woromo sinyira okwangi. Unaweza kukatwa kiongozi mwenzako amekukataa. Abakonyo
Safari hii ni ndefu. Safari hii ni ndefu. Tujipe moyo. Lakini takile tuwe moyo. Tujichie moyo. Tuwe mikomo. Tushike imani. Tuwa toba sepe. Tuzidi kutembea katika hii safari. Tutaya safari hii. Mpaka tufike mwisho. Mpaka tuikomo. Tumesema sasa tunaelekea kumaliza mwaka. Ngoja tunakomo. Leo ni 28. Leo ni tarehe 28. Tumebakisha siku ngapi kufikia tarehe 1? Matukare ni kutoka siku 3. Matukare siku 3 peke yake. Matukare tu. Umejipangaje kupokea mwaka? Na kiaje kuya niko koleto kupokea mwaka mwingine. Umejipangaje? Na kikuya kuya ni. Umejipangaje kupokea mwaka? Na kikuya nilikose. Mimi nilikuwa nikifikiria usiku. Na nakalengera ni mtuko. Tangu mwaka ulipoanza. Ukiro mwaka wanze. Tangu ilipokuwa tarehe 1 2025. Mwaka huu mzima. Nilikuwa natafakari mazuri ya Mungu ambayo amenifanyia. Jinsi Mungu amenilinda. Jinsi Mungu ameniepusha na mabaya. Jinsi Mungu amenilinda hata sijaweza kuwa mgonjwa kupelekwa hospitali. Sijalazwa hata kwa wodi. Hata sikudungwa sindano. Labda ni dawa ya homa tu nilikunywa. Lakini Mungu amenilinda. Sijui umejipangaje kumshukuru huyu Mungu. Tunapoenda kumaliza huu mwaka. Maana yamkini uliweza kupelekwa kwa wodi. Kile kitanda ulicholalia wengine walikufa. Lakini yawezekana ile gari ambayo ulisafiria katika hii mwaka mzima. Wewe ulipanda ukaenda salama na ukarudi salama. Lakini kuna wengine walikufa wote. Hakuna hata mtu mmoja. Wengine wametumia hata pikipiki. Magari imewasaka kabisa, wameisha, hawajulikani kama walikuwepo. Lakini Mungu amekutetea. Wewe uko hai siku ya leo. Unahesabu ni masaa yamebaki siku 3 pekee ufikie mwaka mpya. Umejipanga aje kumshukuru huyu Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ama wewe ni mtu yule ambao ulikatwa huo mwaka wa 2025 sasa una matumaini tena. Yamkini mwaka huu ambao tunaenda kumaliza umepitia changamoto ngumu sana. Umepitia majaribu mengi sana. Na inawezekana ukasema kama ni hivi mimi sasa basi. Kama Ukristo ndio uko namna hii. Hivi basi. Wacha nikae bwana. Sijui umejipanga namna gani. Lakini Mungu anatuambia siku ya leo. Huwa inakauka kabisa. Hata kama utakauka mara hiyo utachukua tu siku chache alafu ukauke. Sisi hatupasi kuwa na miti kama hiyo. Watu wa Mungu hatutakiwi kuwa miti kama na ya namna ile. Kama upate jambo la kukuvunja moyo kabisa.
emanye ko kina umebeba paka lako, munakuwa rengi, unatembea polepole, ugotara ngora. Unajua mwizi vile anatembea? Momentum ibuna gotara. Mwizi akimbiagi kwenda haraka haraka na kuvamia mlango ya mtu. Moi bitari ko mjo kaiga yuko iwa. Sasa anaenda polepole. Akaenda ngora Anasikiza mabelani. Ulitaka na barabara. Wewe wako ngora. Bano wako ngora. Anaenda sasa polepole. Anaenda polepole. Anaanza kutafuta namna ya kubomoa. Hiyo anza kutawa. Mwizi hawezi kwenda na nguvu na speed yote mara moja. Kwa mjo kaiga na sababu hatapata kitu. Ikianza wewe anaenda polepole ili apate kitu. Igakwenda ngora ili ndanyo nige. Sasa kama uliiba huo wakati, unakuebetenga ke. Na hukuenda kutubu mbele za Mungu. Ndio tusabetia maabira sija sana. Wakati umefika katika hukumu, ekero kila sikina utajiona vile ulikuwa ukifanya. Kweli. Na kwa hapo. Hakuna hata ngombe ulifanya hivi ulifanya hivi. Ndio wakati kwa apate igana kila kitu kitakuwa wazi. Kerege ndio itakuwa kama isomara ne. Kama wewe ni mchawi, wewe ni wakuamka usiku wa manane nane. Ayukubo na kukuboka wakati watu wamelala. Ekera wandi bara. Yaani wewe una usingizi. Haikuwa tito. Umefanya kazi usiku mchana kutwa. Wako lenga asibomo gasomo. Unafika usiku sasa wa kupumzika. Ndio kerego ikapotea hapa. Lakini wewe hauna usingizi. Haikuwa tito. Huwezi kulala. Ndio ndio huyo asubuhi na mapema. Ndio kwanza. Na alafu cha ajabu, wale watu hawanaga nguo. Ndio bata hapo ni watu wana njanga. Hawavagi nguo. Yanga nchi. Si eti kwamba hawana. Mtali na hapo kwati. Ile kazi yao ndio inawafanya watoe nguo. Ziliba kwa nini kwa kora marusikia hapa. Halafu na zile ndege zao zile za maajabu ajabu zile. Kwa maana wale ni ndio bila bago tumeka kwa. Unazijua? Utamburukira bebe. Wala tena. Yoyo. Ngako bozi no roteru waroko. Wanaingia hapo wakiwa uchi. Baso abo bareke tuyana. Vile waliumbwa. Una batonge tubajitese. Siku hizo wamekuwa wakisasa kidogo wanajifunga kitambaa hapa. Wewe mwenye kitambaa ke. Ya black. Usene kia black. Ama ya red. Usene kia red. Wanaingia kwa ile roteru. Baso roteru huyu ukugoro. Wanafanya mambo yao hapo. Bakora mangana ororo. Ona fiu. Bagenda. Kimenda. Bagenda iko baje kulimera hakuchia sababu nataka kwenda kuchi. Wanaweza kutafuta watu sasa. Baje kulikia hapa. Na wapitaji mlangoni. Nenda bali kwa murango. Utasikia tu hapo kwa nyumba. Wanyona na bali nyumba. Mtu alikuwa amelala na marota. Mondole kwa. Anaanza kuota vitu. Unaona kama ni nyoka. Oso akorote vitu vitambonya na vizimu. Kuna chinyoka. Yule mtu alikufa miaka 20. Oso akorota watu bakwete nyaki. Anaanza kumuongelesha. Oso akorota kwane. Wengine wanaona sasa wamefika kwa meza. Hapa ndio wanabaiki SMS. Wamewekewa chakula tamu. Una babeki ndani wa. Nyama ndio hizo. Ni nyama nene. Mikate iko pale. Imekati wapi ndio mgeni sasa. Ono na mgeni. Kula. Oso akuraga. Anatafuna kweli. Ukuragira kabisa. Anatafuna. Ukuragira. Kumbe mchawi yako hapo. Gombo marogino wala. Anafanya kazi yake. Hao kwa mirimo yake. Akiamka asubuhi. Akaboka mahali. Hata alikula mattress yote. Onyo na ni mattress yake kuna. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama wewe ulifanya huo uchawi, no mtu akore tomboro. lakini hukutubu. Nende kwa sabitama bila. Ukisimama mbele ya Mungu siku ya hukumu. Ngati yo mwele kirogo tena sikina. Hiyo TV itaonyesha kila kitu. Kile kitu kioro karabu. Vile huko. Unore. Kama ulijifunga kitambaa hapa. Na kuetwa kile kitambaa ingakiyo. Kama ulienda vile huko mzima. Na kualenge ayomo gimomo gimaiko. Yaani hakuna kitu kitafichika. Gente kiyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu matendo yetu yanaandikwa. Ekialera makora itongo naende kuja kuliko. Lazima tujiweke safi mbele za Mungu. Baka tuweke tawaba na kuwasinya sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama tulifanya hayo mabaya yote mwaka huu unaenda kuisha. Unatuakora mabaya yuko koyo chikoera. Mwaka huu nao waanza kuanza na nguvu mpya. Yuko koyo tuanze ne chinguru chini ya. Tuanze na nguvu mpya tena. Tuanze ne chinguru chini ya naende. Mungu anatuambia liko tumaini. Nende nyasawa tataino kusemelia koro. Lipo tumaini. Kusemelia koro. Matumaini yapo. Kusemelia koro roro. Hata mti ukikata utachipuka tena. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumaini lipo. Kusemelia koro. Kwa hivyo unaweza vunjika moyo wakati unaona tabora kwa moyo kero koro. Familia
familia yao si ya kunika kunikini. Unaweza kuvunjika moyo. Na bora kwa moyo. Kama wewe ni kijana. Eno musai. Yawezekana umefikia umri wa kupata nyumba yako. Na bora nyore na wekire myaka yako nyore kaya. Lakini bado hujapata mwenza wako. Yaani tunanyora kumwanchi. Unaweza kuvunjika moyo. Na bora kwa moyo. Unaona sasa miaka yangu mbona inaenda? Nasema miaka yachi. Mimi nitakuja kwenda kwangu lini? Hono ndingo cha kwenda kuona. Ni lini nitapata mtoto wangu? Jendinda nyoro mwana. Unaweza kuvunjika moyo namna hii. Na kwa moyo. Unaweza kuvunjika moyo wakati wazazi wako wamekukataa. Na kwa moyo kila Biblia baba kuangire. Unaweza kuvunjika moyo wakati imani yako pia imejeruhiwa. Na kwa moyo kila kwingine kwao wako nirwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika hayo yote bado liko tumaini. Lakini asa yonse yosemerera koro. Tunapaswa kusimama na huyu Mungu. Tuwene tukutenanganya sawa. Tunapaswa kusimama na Mungu. Tuwene tukutenanganya. Na tunapaswa kusimama imara. Tuwene tukutenanganya bako. Ndipo tuweze kumaliza hii safari. Ndio tukole safari. Yesu wako karibu kurudi. Yesu ngara kwenda kutuwa. Na cha ajabu hatujui siku wala saa. Tumanye tichinsa. Tunaweza kuwa tumelala na bila atoke toraile. Yesu aje. Yes, aila. Kwa hivyo cha msingi sisi ni kuandaa maisha yetu. Tujitakase kila wakati. Twechenekerenga. Kwa maana hatujui siku wala saa. Ikiaera tumanye tichinsa. Usianguke tu katika jaribu na kukaa hapo. Unaanguka katika jaribu, unakaa hapo. Unajua Mungu anapokuletea jaribu, huwa analeta na mlango wa kutokea. Na anapoleta lile jaribu, Mungu anapima imani yako. Na hawezi kukuletea jaribu ambalo liko juu ya imani yako. Anakuletea jaribu ambalo linatoshana na wewe. Jaribu ambalo litanipata mimi. Sio sawa litakupata na wewe. Ile majaribu ambayo atapata pasta. Sio mimi nitalipata. Kila mtu kulingana na kiwango cha imani yake. Jaribu linamkujia. Na majaribu ni mazuri. Kwa sababu yanakufanya ufike kiwango fulani. Yanakutoa chini. Kuweka juu. Sasa utatoka aje hapa chini. Ufike juu. Kama hujapitia hapa majaribu. Ndio maana hata watoto wa shule wanapitia mitihani. Huwezi toka grade 1 kwenda grade 2 kama unafanya mtihani. Kama wewe upate majaribu utabakia hapo chini. Kama ufanye mitihani utabakia hapo chini. Inamaanisha huwezi fika mahali. Huwezi kwenda mbele. Kwa sababu hufikii kupitia ile majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Mungu anapoleta jaribu, anapima imani yako. Na anapoleta lile jaribu, anataka upite ama ushinde hilo jaribu. Ili akuweke kiwango kingine. Usibakie pale ulipo. Anakupeleka juu. Hapo ndipo kuna baraka za Mungu. Haleluya, haleluya. Kwa hivyo liko tumaini. Acha uanguke katika jaribu. Mungu atakuinua. Simama na huyo Mungu. Anaweza kukupa tumaini jipya. Anaweza kukupa nguvu za kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yes. Na mti unapokatwa, sio ndio mwisho wake. Kuna ile miti ambayo inakatwa inafananishwa na Mkristo ambaye amekatwa. Na akikatwa anaweza kufa kabisa. Kwa sababu ya kukosa maji. Si hiyo miti. Mti unapokatwa
motore okuomo. Na kuna miti mingine ebetendeleo ukikatwa ekorona chini hata kama upate maji na wanyora maji bado utakauka. Nenda buru. Pia maisha ya Kristo yako namna hiyo. Obo imabumu Kristo na kukuleko. Kwa hivyo huu mti unapokatwa asa ile kama toyo na chirwe ili upate maji, ili nonyora maji ndipo uweze kuchanua tena, ili nonyora kama ya naende lazima huyu Mkristo aje kanisani. Kwa Kristo yake asa kanisa. Huwezi kupata jaribu sasa ukasema mimi nakaa nyumbani. Anyora lite mote anje kobe. Wacha nijifungie kwa nyumba. Ngangisi yake nyumba. Sitaki hata kuona jirani yangu. Tukara nono tusinye. Sitaki kuona rafiki yangu. Sitaki kuona nani anakuja kunisaidia. Sitaki kuona moja gongwani. Wacha nikae mimi ni mimi peke yangu. Ngapele chupika. Wengine wao wana fence nyumba zao. Abane bari bakwegitera. Anajenga wall kwa compound yake. Obeka. Paka juu. Lenyasi paka ihuru. Ameweka mpaka stima. Obeka stima. Ameweka mpaka CCTV huko kwa gate. Obeka ile tukenda kumeleka watu waje kueta na bakwe toba. Na ukifika tu nje kwa gate hata kabla hujagusa. No obeka ukalia na wenye turakula. Huko ndani wameshakuona. Alime yaba korochi. Na wengine tu ukifika pale kwa gate. Abantu ikali segeita. Kabla hata hujaongea. No takwana. Kengele inagonga huko ndani. Ekengele geko bugama ali. Wanajua kuna mtu. Baba yuko tuna. Hata kama wako na dogo utasikia imepiga kelele. Ende kwani wanaona wese kera wale ya bugiri. Wamejiwekea ulinzi wao. Ekiera mbili nditi. Yaani mtu huwezi kwenda hivi hivi. Mtoto kwenda ikoni ukaigoza na. Kwa hivyo kuna wale ambao wamevunjika mioyo. Hapa hatumba kwa kule mioyo. Anafika anajifungia kwa nyumba. Wewe kama siekera. Sitaki kuona fulani. Sitaki kuona fulani. Sitaki kuona nyara. Hata kwa soko siendi. Naone sikiro ni. Acha watoto waende kuleta nyama. Kwa sababu sitaki kukutana na fulani. Kumbana na nyara. Wewe ni mtu uliokatwa. Wewe no motone chi. Lakini huo mtu uliokatwa. Lakini motone. Unapaswa kuja hapa kanisani. No kwenda toje kanisa. Unapaswa kukutana na wengine. No kwenda tombra na wande. Unapaswa kuongea mambo ya kimungu. No kwenda tukwa na magana ya sana mazuri. Pole hiyo jeraha yako. Kiagera. Kisha uweze kuendelea. Ndio nyara kwenda ndio hapa kanisani. Njoo kanisa. Upate neno la Mungu. Nyora ni nani sana. Upate mafundisho. Nyora morokere. Ndipo uweze kuendelea. Ndio nyara kwenda. Ukaweze kuchipuka tena. Ndio nyara kwenda na ende. Kwa maana kama wewe ni mtu umekatwa. Kiagera na lumo tona chirwe. Kimaji. Toika nyora mache. Utaendelea namna gani? Na kiura endelea. Utaendelea namna gani? Kiura endelea. Wewe ni mtu umekatwa. Hayo lumo tona chirwe. Maji hapo. Amaji nalo. Na utaki kustawi. Ndio tutake utaki kuchipuka. Ingawa mizizi bado iko. Imefika kwa maji. Ya kila saa maji. Lakini wewe hutaki kuendelea tena. Lakini nataka tukoendelea na yeye kuchipuka. Tutake tukosomoka. Utakuwa ni Mkristo wa namna gani? Ai bwana Mkristo. Ni mbingu gani hii tunaenda? Na mbingu ngaitogoje. Kwa sababu ile mbingu tunayoienda. Wakati umejikwaa umeanguka. Simama tena. Unakuja kanisani. Unapata mafundisho. Unatiwa moyo. Unapewa. Nguvu mpya za kuweza Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hivyo tukikatwa tusikae nyumbani. Lazima tuje kanisani tupate mafundisho. Pigia pastor sio. Mwambie pastor. Niko na shida fulani. Imenikamata kweli. Mpaka ninashindwa kuja kanisani. Ambia pastor atakuombea. Na Mungu ni mwaminifu hata siku. Nguvu mpya za kuendelea. Sasa tumaini tena. Na utasimama kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Kwa hivyo liko tumaini. Hata mtu ukikatwa bado unaweza kuchipuka. Tuache kuvunjika moyo. Tuache kukata tamaa. Tupate mafundisho ya Mungu. Tupate neno la Mungu. Ndipo tukaweze kuendelea. Na
tunapopata majaribu, sio kwamba ndio mwisho wetu. Hebu tukumbuke Ayubu. Ayubu alikuwa ni tajiri. Alikuwa na kila kitu. Alikuwa na marafiki. Alikuwa na familia. Alikuwa na mke wake. Lakini ilifika mahali Ayubu alipoteza kila kitu. Alipoteza kila kitu. Mali zake zote zilipotea. Wafanyakazi nao walikufa. Watoto wake wakafa. Marafiki zake wakamwacha. Na ndio walikuwa wanarudi wanamuuliza, tuambie ni dhambi gani umefanya? Maana hii si kawaida bwana. Wewe kuna dhambi umefanya. Sio tuambie tukuombee kwa Mungu. Umefanya kosa gani? Marafiki wa Ayubu. Lakini Mungu aliruhusu Ayubu apitie yale ambayo aliyapitia. Mpaka mke wake alimkataa. Anamwambia kufuru Mungu ufe. Nini uko nayo sasa? Kama ni watoto wameenda, kama ni mali imeenda, hata mke wako nimeenda. Ayubu alibaki peke yake. Na Mungu wake. Na akapitia magonjwa. Ndio maana wakati wa maharusi mapasta wanatuambiaga, wakati mnakula kiapo, mnaambiwa mpaka kifo kifanye nini? Kifo kitutenganisha. Kifo kifanye nini? Lakini siku hizi watu wanakimbia kabla ya kifo. Wamekula kiapo hapa kwa madhabahu. Kabla kifo haijafika. Hiyo inamaanisha wakati anafanya hayo maamuzi ya akili yake haikuwa timamu. Hakujua kama kuna changamoto zitakuwepo. Hakujua kama kuna milima na mabonde. Hakujua kama kuna magonjwa. Ni kama huyu mtu hakuwa anajua kama kuna magonjwa. Hakuwa anajua kuteseka. Hawa ninamsikimbia wazee kwa sababu wameishiwa. Wambia hapa tuna banana hapa. Yaani mimi ndio nimefika hapa. Hata kama mpitie changamoto, mkiwa pamoja mnatiana moyo. Sasa mmoja akianguka, peke yake atakusaidia. Wakati wewe ndio uliamua mimi nitakuwa na wewe mpaka kifo. Vumilia ndio maisha. Hizo ndio changamoto tunakutana. Lakini vumilia. Usiogope kuingia kwa ndoa wale ambao bado hawajaingia. Majaribu yapo, lakini hayo ni maisha ya halisi. Ni maisha ya ukweli. Ayubu alikimbia mume wake. Akaona hapa no. Yaani hakuna hata gari. Alikuwa amezoea akiendeshwa. Kila mahali. Ako raha mustarehe. Kama ni pesa iko. Chakula tamu iko. Hakuna tatizo. Lakini vile vitu viliondoka mara moja. Akasema na mimi nimeenda. Na hii maisha mimi siwezi. Wewe Ayubu wewe. Kufuru Mungu wako ufe. Unangoja nini? Hauna kitu hapo. Lakini Ayubu akasema hapana. Haya yote ninayopitia Mungu yupo. Hata kama uvunjike moyo. Hata kama uvunjwe kama Ayubu. Lakini Ayubu alistawi tena. Mali za Ayubu zilirudi. Wake wakarudi. Kila kitu alichopoteza Ayubu kilirudi mara mbili. Yesu asifiwe.
Tuangalie kitabu cha Yoeli. Yoeli. Kitabu cha Yoeli. Yoeli 2:25. Yoeli 2:25. Yoeli 2:25. Tupate neno jingine mahali pale. Yoeli 2:25. Nataka mwenye amepata asome KBC. Ekemusiye gotebana nimbaira nerie ebie miakeria biasaretiwe nekinyanchaba nekingire na ebisase nekinyeti omuganda oyo omonene natomete ochase egatiya ino. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umesikia neno la Mungu? Yes. Mungu anasema atarudisha. Nyasaye atabanaira ni. Yaani kile ambacho umepoteza kitarudi. Keribu asiretire nonya rokinyora. Haijalishi kilipotea kwa namna gani. Keribu patia na kiasi. Haijalishi kilipotea kwa njia gani. Keribu patia na kiasi. Kitarudi katika jina la Yesu. Kera nasere dara Yesu. Kama familia itarudi katika jina la Yesu. Kera familia nasere dara Yesu. Watoto watarudi katika jina la Yesu. Na bana bana nasere dara Yesu. Mali umepoteza zitarudi katika na mali asire nasere dara Yesu. Kama ni afya ilipotea itarudi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia atarudisha. Lingana na nina nie. Kila kitu ambacho umepoteza Keribu keribu asiririe. tunaenda kuingia mwaka wa 2026. Ngoja tuanze kwa 2026. Baraka zetu ziko hapo. Opa masizini to no ara. Mafanikio yetu yako hapo. Okko gendra wito no korabo. Kwa hivyo lazima tusimame na huyu Mungu. Baka tote nina Na nyasa. tusimame katika mstari wa Mungu. Tote nina somo stari nyasa. Tutaweza kuzipata baraka zetu. Kero tonya ora masene nyasa. Huu mwaka unaokuja ukawe wa baraka maishani. Omwako wagoswa onyara ko bawo gosesenia. Huu mwaka sio wa kuanguka tena. Mwako tali oboko bona ende. Sio mwaka wa kufa moyo. Tali omwako bobo kwa moyo. Mwaka tena wa kufanya vile tulifanya mwaka huu. Tali omwako go kali bito bitwa to mwako oyo. Wenye walikuwa asubuhi kwa Sunday school. Wale ngasa Sunday school mambi. Baba alituambia tunaanza mwaka na nguvu. Mpote bana tokuwa so mwaka nechingu. Sunday school kuna madarasa mengi yamekuwepo hapa. Ebirasi biro twamenta.